Bwana, mambo vipi mtazamaji wa BBS Media? Hii ni Sports Fire bwana. Kama ilivyokuwa kawaida tunapitishana mnyama Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, vita nyingine. Tutaenda kuangazia mchezo huo kwa undani, lakini kimataifa habari kubwa ambayo ipo ni urejeo wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Arsenal the Gunners jana wakitakata katika mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu. Leo hii Manchester City dhidi ya Nottingham Forest United wakiwa wanacheza dhidi ya Hull City. Tutaenda kuangalia na michezo mingine ambayo natarajiwa kupigwa katika siku ya leo viunga mbalimbali pale nchini Uingereza. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha, naomba ungana nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na story kubwa leo bwana, nyumbani tunaanza kuangalia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo unatarajiwa kukutanisha vilabu vya Singida Black Stars pamoja na wekundu wa Msimbazi, kwa maana klabu ya Simba Sports Club. Huu ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu, kwa maana ya haijawahi kuwa mechi rahisi ya Simba na Singida. Ndani na nje ya uwanja kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinaelezwa, na ukiangalia kwenye moja ya kitu ambacho alikizungumza jana afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club, hapa namzungumzia Ahmed Ali, alipokuwa akifanya mahojiano na waandishi, alisema kwamba Singida ni timu ambayo imeletwa kwa ajili ya kuhakikisha Simba hawapati ubingwa, Simba hawapati mafanikio. Yani ni klabu ambayo ipo kwa ajili ya kuwadhoofisha Simba Sports Club. Imeanzishwa maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba wanakuwa na wakati mgumu. Imekuwa ni moja kati ya vita ambayo kila inapoelekea mchezo na baada ya mchezo kati ya Singida pamoja na Simba, lazima kuna maneno kama haya yatatokea. Nikikurejesha kwenye mchezo baina ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao ulichezwa msimu uliopita pale Singida katika uwanja wa Airtel, Simba alifanikiwa kupata ushindi wa goli 2-1, lakini nadhani wengi tunakumbuka namna ambavyo ilikuwa matukio yale ya Singida kunyimwa penalty, tukio la Joseph Gwede, lakini pia kulikuwa na tukio la sintofahamu kwa maana wachezaji kuchezeana rafu. Kamara alitajwa pale. Kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo vilikuwepo ndani ya uwanja na vilikuja kuathiri baada ya uwanja, kwa sababu baada ya hapo waamuzi ambao walichezesha mechi ile katikati ya watatu wawili walipata adhabu ya kufungiwa kwa maana ya makosa ambao waliyafanya. Lakini pia mchezo wa Simba na Singida, kihistoria Singida Black Stars hajawahi kumfunga Simba katika mechi yoyote ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mara ya mwisho Singida kupata ushindi dhidi ya Simba ilikuwa kwenye michuano ya FA msimu juzi, kwa maana ya msimu wa 24-25, msimu ambao Singida waliweza kuwatoa Simba kwenye hatua ya nusu finali ya michuano ya FA. Tofauti na hapo, Singida hajawa na wakati mzuri inapokuja kwenye mechi za ligi kuu. Ni aidha sare apoteze anapoenda Dar es Salaam, ama apoteze nyumbani na ugenini. Simba wanakuwa na nyakati nzuri sana wanapokutana na Singida, kwa maana kwenye matokeo, lakini sio mechi rahisi. Sawa, kwa nadhani ni mchezo ambao ukimsikiliza pia kocha wa Simba Sports Club Steve Barker, namna ambavyo amezungumza, amewapa credit Singida kwamba msimu uliopita bwana Singida walimsumbua, lakini msimu huu anataka kuhakikisha anachukua point 3 kwa urahisi. Tukumbuke tayari Simba wanakosa wachezaji wao wawili wa kikosi cha kwanza kwa msimu huu, kwa maana ya David Kameta Duchu ambaye alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wao dhidi ya Kagera Sugar, mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia mchezo uliofuata Jabar yeye pia alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wao uliopita dhidi ya Pamba Jiji, hivyo kufanya wanakosa wachezaji wawili. Hao ni wale ambao wanakosa kutokana na matatizo ya kinidhamu ambayo waamuzi waliyasimamia, lakini wanamkosa mlinda mlango wao namba 1 kwa maana ya Jibril Kasari Tanja ambaye yeye amepata majeraha, na leo natarajia pia kumuona Hussein Abel akiendelea kudaka katika eneo la linda mlango. Ni moja kati ya mapigo makubwa ambayo inawezekana kwa Simba yasiwaathiri kwa kiasi hiko, lakini kwa nature ya timu wanaoenda kucheza nayo lazima unaweza kuona umuhimu wa watu hao. Nafasi ya Duchu atakuwa anacheza na Nathaniel Chilambo ambaye katika hali ya kawaida wengi walikuwa wanampa huenda akawa ndo mrithi wa Shomari, lakini unaona kwenye mechi kadhaa, kwa maana mechi za Kagame Cup kuja kwenye mechi za FA, mechi ya Simba Day, mechi za ligi kuu, mechi ya kwanza ya ligi kuu, bado Duchu ameonekana kuwa ni chaguo la mwalimu kuliko Nathaniel Chilambo. Mwenye nafasi ambaye mara nyingi ndio huwa amejihakikishia kwa maana ya nahodha wa timu hiyo Shomari Kapombe
vile yeye ana injury ya mkono, hivyo anafanya anaendelea kukosekana kwa mechi kadhaa. Sasa tayari maswali yamekuwa mengi, ni in case Nathaniel akapata changamoto yoyote, ni nani atakuja kuwa ni replacement kwenye hiyo nafasi. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha, hii ni BBS Media na tunaendelea kukupa update ya kile ambacho kinaendelea. Lakini siku ya jana bwana, hafsa habari wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans bwana Ally Kamwe alileta mjadala kwa maana ya juu ya changamoto ya upatikanaji wa tiketi. Yanga amecheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Coastal Union pale KMC Complex, mchezo ambao mashabiki wengi walichelewa kuingia uwanjani na kufanya kuwa na mlundikano katika mageti kutokana na changamoto ya upatikanaji wa tiketi. Sasa jana afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Shaban Kamwe akawa ameanzisha mjadala kupitia Instagram yake akiwaomba wananchi watoe maoni yao ya nini kifanyike, wao wanatamani kitu gani kuelekea mchezo wao ambao watacheza siku ya Jumatatu katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo maoni yamekuwa ni mengi, lakini kwenye maoni ambayo mimi nimeona kuna vitu viwili ambavyo vinaonekana kuwa ni changamoto. Kwanza ni uelewa, elimu bado ni ndogo kwenye upatikanaji ama ukataji wa tiketi hizi. Yawezekana elimu zilitakiwa zitolewe nyuma zaidi kabla ya muda mchache kuelekea kwenye ligi kuu kama ambavyo wamefanya sasa hivi. Lakini pia watu hawajauzoea mfumo, kwa sababu watu wengi walizoea mfumo ule ambao ulikuwa unatumika misimu kadhaa nyuma wa kadi. Nikiwa na kadi yangu naenda kwa wakala ama naweza nikanunua kupitia simu yangu, kisha naenda uwanjani na chanja naingia zangu uwanjani. Lakini nipata bahati ya kumsikia naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwijuma maarufu kama Mwana FA. Yes, yeye alizungumza kwamba huu mfumo ambao unatumika ndio ambao utatumika kwenye michuano ya AFCON 2027, michuano ambayo Tanzania, Kenya na Uganda tunatarajia kuwa ndo mataifa wenyeji, kwa maana waandaaji wa michuano hiyo. Hivyo basi kuleta kwenye ligi kuu ni kufanya Watanzania itakapokuja huo wakati tusiwe wageni wa huu mfumo, kwa maana tukiweza kuutumia kwa msimu mzima, TFF, bodi ya ligi pamoja na wizara husika wataangalia changamoto ambazo zitakuwepo kwenye huu mfumo na namna gani za kuboresha kabla kuelekea kwenye michuano ya AFCON 2027 ambao sisi tunatarajiwa kuwa miongoni mwa mataifa wenyeji. Kwa hiyo ni mfumo ambao watu tunahitaji zaidi elimu, na juzi tulipata bahati pia ya kufanya mahojiano na baadhi ya watu ambao walikuwa nje ya uwanja. Kuna watu walilalamika kwamba kwa wale ambao wana simu ndogo ama hawana access ya internet kwa muda huo inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambazo pia hata kwenye peji ya afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwa maana Ally Kamwe vilizungumzwa. Watu wengi walitoa maoni kutokana na changamoto ambayo walikutana nayo kwenye mfumo mpya wa ukataji wa tiketi. Nadhani klabu ya Dar es Salaam Young Africans inawezekana wata communicate na bodi ya ligi pamoja na TFF kuona namna gani wanaweza kusolve changamoto hizo, ili kwenye mchezo ambao timu kama Yanga ambao unatarajia kuwa na namba kubwa ya mashabiki waweze kusolve na zoezi la kuingia uwanjani lisiwe linachukua muda mrefu. Lakini tukienda kwenye anga za kimataifa, tunaanza barani Afrika bwana. Michuano ya CAF upande wa wanawake kwa maana ya Sekafa, ambayo bingwa ndo anaenda kuwakilisha ukanda wa Sekafa kwenye michuano ya klabu bingwa ya wanawake, inatarajia kuanza bwana pale nchini Rwanda. Ni moja kati ya michuano ambayo inakutanisha mabingwa wa nchi, na taifa la Tanzania tutawakilishwa na klabu ya Simba kwa maana ya Simba Queens, ambao wao ndo wataanza ama ndo wanaiwakilisha bendera ya Tanzania, na mchezo wao wa kwanza watacheza dhidi ya Top Girls Academy. Huo ndo mchezo wao wa kwanza kwenye michuano hiyo ya Sekafa, mchezo ambao wao watakapopata mshindi ama bingwa wa michuano hii ndo atakuwa anawakilisha kwenye michuano ya klabu bingwa ya wanawake. Tukumbuke Simba Queens walishawahi kufanya hivyo, kuwa mabingwa na wakaenda kwenye michuano ya klabu bingwa ya wanawake wakaishia hatua ya nusu finali. Ni moja kati ya mafanikio makubwa ambayo unapotaja klabu ya Simba Queens basi huwa wanajivunia kwamba walishawahi kufika nusu finali ya michuano ya CAF ya klabu bingwa. Lakini barani Ulaya, Arsenal the Gunners mabingwa watetezi wa ligi kuu soka nchini Uingereza
Uingereza bwana, baada ya kupata ushindi kwenye mechi ya Community Shield dhidi ya Manchester City. Hatimaye jana wanapata tena ushindi wao ushindi wa goli 3 kwa maana ya mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania, ligi kuu soka nchini Uingereza. Wanakusanya alama 3, wao tayari wameanza kampeni yao vizuri. Kwa namna ambavyo nimeona timu nyingi zilizopo kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza, bado Arsenal wanayo nafasi ya kutetea ubingwa, kwa maana timu nyingi zipo kwenye kile kipindi ambacho tunasema hiki ni kipindi cha mpito, transition period, kwa sababu ukiangalia Manchester City ambaye kwa misimu zaidi ya 8 hapa amekuwa ni moja timu ambayo ni title contender, either atakuwa bingwa, atakuwa nafasi ya pili, ameteleza sana nafasi ya 3. Tayari ana mwalimu mpya na tumeona performance zake kwenye mechi za pre-season na mechi ambao wamecheza dhidi ya Arsenal kwenye mechi ya ngao ya jamii. Lakini klabu kama Chelsea ni bado na wao Chelsea hawajapata ile rhythm kwa misimu kadhaa. Liverpool the same, na wao wana mwalimu mpya. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia vile vilabu vikubwa vingi bila kusahau Manchester United, utakuja kugundua wapo kwenye kipindi ambacho hawahitaji pressure kugombania ubingwa, lakini mwalimu Mikel Arteta yeye ameenda kuboresha. Tunafahamu transfer ya Bruno G pamoja na watu wengine ambao wameenda kuboresha kwenye kikosi hiko. Lakini kubwa ya mwisho ya kuchukua kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza msimu huu bwana, makocha 4 ambao watakuwa wanafundisha vilabu vya ligi kuu soka nchini Uingereza walikuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Spain 2010 wakati wanachukua ubingwa wa kombe la dunia pale Afrika Kusini. Mimi nakutajia mmoja, Mikel Arteta. Sasa wewe kwenye comment hapo utanimalizia makocha 3 ambao walikuwepo kikosi kimoja na Mikel Arteta wakati wa michuano kombe la dunia Afrika Kusini. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha. Hii ni Spotify. Hakikisha una like, una subscribe, una comment na kushare, bila kusahau kutufuata katika mitandao ya kijamii kwa jina la BBS Media. Mpaka safari nyingine, ciao.